Sehemu yoyote kwenye uongozi mzuri ndipo ambapo panaleta mafanikio. Uongozi ndio msingi wa mafanikio yoyote. Ukiona mahala hakuna mafanikio ambayo yanapatikana, ukiona mahala kuna migogoro, ukiona mahala kuna malalamiko, wewe usimtafute mchawi. Mchawi wa kwanza ni kiongozi aliyoko hapo, ndo ameshindwa kuweza kusimama katika nafasi yake na kuweza kutengeneza mazingira bora ya kuweza kuhakikisha kwamba watu wanafanya kazi. Kwa hiyo uongozi una nafasi kubwa sana ya kuweza kuleta mafanikio au ya kuweza kushusha mafanikio. Na sisi tulioko hapa ndio wenye dhamana ya kuweza kutoa huo uongozi unaohitajika. Na mimi wakati wote huwa naitazama sekta hii ya afya kama ni miongoni mwa sekta ambazo zinaendesha mambo yake kimkakati. Mimi naitazama kwamba ndio sekta ambayo inaongoza kuembrace ile spirit ya strategic leadership. Strategic leadership manake ni kutazama taasisi katika mtazamo wa mbali. Unatazama kwamba unataka kufika wapi baada ya miaka kadhaa, miaka 5, miaka 10. Unakuwa na mwelekeo wa mbali wa wapi taasisi, wapi sekta unataka kuifikisha baada ya muda fulani. Lakini hauishii tu kuwa na maono hayo ya mbali. Unaenda mbali zaidi kuweza kuweka strategic plans, mipango ile ya kimkakati kwamba namna gani tunaachieve hayo malengo ya mbali ambayo tuliokuwa nayo. Lakini mnakwenda mbali zaidi hata kufanya kwenye operational zile duties, operation issues za kila siku. Mnajiwekea mikakati ya kila siku kuanzia ngazi ya kwenye vituo vya afya, kwenye zahanati, mnaenda kwenye vituo vya afya, kwenye hospitali zenu za wilaya, na mnakwenda mbali zaidi kujiwekea mipango ya kufanya tathmini ya ile mipango mliojiwekea. Kila baada ya muda mnakutana, mnafanya tathmini kwamba hii mikakati tuliojiwekea tumefika wapi katika utekelezaji wake. Wapi tumefanya vizuri na wapi hatujafanya vizuri. Kwa sababu malengo yetu tunatamani siku moja tuweze kusikia hakuna mama hata mmoja ambaye tunampoteza kutokana na uzazi. Matamanio yetu sote kwa pamoja tunatamani ifike hatua kusiwe na mtoto hata mmoja ambaye tunampoteza kutokana na nini? Kutokana na uzazi. Bila shaka hayo ndio matamanio yenu nyinyi wataalamu wetu katika sekta ya afya, na ndio maana mmekuwa mkifanya kazi kubwa sana katika vituo vyenu, lakini ndio maana mmekuwa mkifanya kazi kubwa sana kukutana mara kwa mara, kubadilishana uzoefu, kujadili changamoto, kuangalia hivi vifo ambavyo vimejitokeza vimetokana na nini, wapi tunaweza tukaboresha, wapi tunaweza tukabadilisha mbinu zetu za kuweza kukabiliana na hizi changamoto ili tuweze kufikia malengo. Kwa mimi na hakika kwa mipango hii mizuri mliokuwa nayo itafika wakati tutaweza kutimiza matamanio yetu ya kuweza kutokomeza kabisa vifo vinavyotokana na uzazi kwa upande wa kina mama, lakini pia na watoto.